Mungu ni mwema, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Pili Theology Jesus TV. Hongera kwako kwa muda wote ambao unatoa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Unaacha shughuli mbalimbali kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato. Nafurahi sana na kwa muda ule ambao unajitolea kwa ajili ya Mungu. Naomba Mungu pia ajitolee kwa ajili yako. Na zaidi ya yote kuweka mafundisho haya katika matendo ili kwamba Yesu akija usikose miongoni mwa watakaomlaki hewani. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inazungumzia kuhusu jinsi ya kujifunza unabii. Na somo hili ni la 4 kwenye robo hii linazungumzia mataifa sehemu ya kwanza. Mataifa sehemu ya kwanza. Kwa hivi kwenye juma kesho tutakuja na somo ya mataifa sehemu ya pili, lakini leo tuzungumzie mataifa sehemu ya kwanza. Tunakuja kutosha somo hili kwenye Mwanzo 10:1-12 na Mwanzo 12:1-9, Samueli wa kwanza 8:4-18, Mathayo 12:15-18 na Ufunuo sura yake ni ya 18:1-4. Hapo tutakuja kuangalia mataifa ya kwanza. Na somo gani tunaweza kuitosha kuhusu mataifa? Ni mataifa ya aina gani tunayozungumzia kwenye vitabu hivi? Basi kabla tujaingia kwenye utangulizi wa somo, kwa sababu leo ni siku ya utangulizi tu, tumkaribishe Roho Mtakatifu kuongoza akili zetu. Fungu la kukariri si la kusahau ni kwenye Daniel 7:14. Neno la Mungu linasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theology Jesus TV, kwenye pili mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo kwamba kitabu cha Ufunuo ambacho ni mojawapo wa vitabu vya unabii kinaonyesha ufumbuzi wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu wetu uliokuwa umeanguka tayari. Na katika sura za mwisho njia ya kufikia mti wa uzima inarejeshwa kwenye kile kitabu cha Ufunuo. Laana ambayo ilikuwa tumeipata kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona ikiondolewa na tunakaribishwa tena katika kuwepo kwa Mungu. Ufunuo kwa namna fulani tutaweza kuelewa ya kwamba ni kitabu cha Mwanzo kuanzishia mwisho kurudi nyuma. Ndio maana kitabu cha Mwanzo kinabaki kuwa ufunguo muhimu wa kuelewa jinsi matatizo ya ulimwengu yalivyotokea hapo katika Mwanzo. Tulipokuwa katika bustani la Edeni, Mungu ametuumba vizuri, mambo yote mazuri, lakini tukaenda kinyume na mapenzi yake, tukafanya dhambi na tukatupiliwa mbali ya bustani, mbali ya mti wa uzima. Adamu na Eva walikuwa kiabudu tu kwenye mlango wa bustani kulikuwa kumewekwa makarubu. Lakini tunaposoma kitabu cha Ufunuo tunaona kwamba ni mambo yale yote, mateso ambayo tulipata kwa sababu ya uasi inamalizika na tunasogezwa tena karibu. Baada ya hapo Adamu na Hawa baada ya dhambi, mateso ikaingia na wakafukuzwa kwenye bustani. Na walipofukuzwa kwenye bustani, tukienda kwenye kile kitabu cha Mwanzo, wakati dhambi ilikuwa nyingi sana na gharika ikaja. Kutoka kwa mwana wa Nuhu yalitokea mataifa yaliyoishi dunia baada ya gharika. Na wengi wao walikuwa na uadui kwa Mungu. Hawakuwa wacha Mungu bali yao wakiabudu miungu mingine na kuishi kulingana na sheria zao wenyewe. Mpaka sasa hata kuna watu ambao bado wamejifanya kuwa mataifa ya watu ambao hawamwabudu Mungu, wanaendana kulingana na kanuni zao wenyewe. Lakini Mungu alileta taifa jipya na akalipa sheria ambazo zingeifanya kuwa taifa lenye nguvu zaidi ulimwenguni, ambalo katika nuru yake mataifa yote ya dunia yangetembea. Nataka unapojifunza somo hili la juma hii uangalie ni katika upande gani utakuwa kwa upande wa taifa gani. Je, utakuwa miongoni mwa taifa ambalo ni la Mungu linalofuata kanuni zake, ama kwa wale ambao ni waasi? Na kukaribisha kwenye somo la Jumapili linalozungumzia kuhusu Nimrodi na Ninawi. Jumatatu tutazungumzia wito wa Ibrahimu, na tutazungumzia pia kwenye Jumanne kupewa ulichoomba. Baada ya hapo utakujia na somo ambayo inazungumzia siku ya Jumatano, watawala wa mataifa. Baada ya Jumatano tunakuja kwenye somo la Alhamis, nuru wa mataifa. Na hatimaye kujifunza zaidi tutakujia kirudisha masomo ambayo tumeyasoma kwa kifupi na kujibia kwa maswali fulani ambayo huenda utaipata kwenye somo.
Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutufuata, na kusihi kusubscribe na kulike na kushare kwa watu wengine, na kuamua kutokusewa na masomo hata siku moja, ili kwamba pamoja tupate kubarikiwa. Je, ni kusudi lako? Unamwambia Mungu, nisaidie nibariki na bundles na muda, ili kwamba nijifunze Biblia katika mwaka huu, katika mwezi huu, katika juma hii, na niwe miongoni mwa taifa njema inayoendana kulingana na kanuni zako. Nitoke kwenye taifa la wasiotii. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante mtukufu Mungu, nitie mahali patakatifu somo hili. Asante kwa kuwa umetuandaa. Tusamehe kwa muda wote ambao tulienda kinyume na mapenzi yako. Tunataka kuwa taifa teule. Na mtazamaji na msikilizaji, tubariki katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki.